Hali gani mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania, ikiwa ni mwanzo mwingine wa siku njema ambapo ninakuletea muktasari wa yale yaliyopewa uzito kwenye magazeti ya leo hapa nchini Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mimi ni Ngonise Kahise, lakini kabla hatujaingia moja kwa moja kwenye habari, hebu tuchukue sekunde chache kuangazia kitu muhimu kwako. Na hiki si kingine, ni muonekano wako wa kila siku. Unapohisi vizuri kuhusu ngozi yako, hata kujiamini huongezeka. Ndio maana sabuni ya Wakawaka imekuja kukupa suluhisho la kipekee, ikiwa na mchanganyiko wa vitamin C na vitamin B6 unaosaidia kuifanya ngozi yako iwe angavu na yenye afya, iwe laini na yenye kuvutia, iwe safi bila chunusi, harara na madoa sugu. Lakini vile vile husaidia kutibu magonjwa kama utangotango pamoja na pumu ya ngozi. Mpenzi mtazamaji, sikiliza, jipe nafasi ya kung'aa kwa njia ya asili. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Sasa moja kwa moja tuangalie yaliyojiri kwa siku ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Kichwa kikuu cha habari kinasema Chadema mguu sawa. Timu ya mawakili waandamizi yatua Dodoma kimkakati. Marejeo manne ya kisheria kutikisa mahakama ya rufani ni sehemu ya mchakato wao wa kudai haki kortini. Habari hii utaipata kwa kina zaidi ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wanaotupa laini baada ya kukopa waibua BOT, yaonya kutupa laini za simu hakufuti deni la mkopo. Taarifa za wakopaji hubaki katika mifumo ya marejeo. Habari hii unaipata ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Mpina afichua siri nzito ya uhusiano wake na Magufuli. Habari hii unaipata ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Vinywaji juani, kiini saratani ya utumbo, ini maradhi ya figo. Marekani yatoa saa 48 kwa Iran kufungua mlango wa Hormuz. Habari hii unaipata ukurasa wa 19 wa gazeti Nipashe, na ndivyo ninavyotamatisha nalo. Na sasa moja kwa moja nalielekea gazeti Mwananchi. Kichwa cha kwanza cha habari kinasema Sugu na sura ya Lissu. Mbowe afunguka alivyosimama katikati, asema uhuni wa CCM uliiweka kando Chadema, asisitiza iko imara kuliko jana, agusia mwaliko wake kwa Rais Samia. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Simulizi ya maumivu ya wanafunzi kusaka elimu. Hii ni ripoti maalum, inapatikana katika ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti hili. Kauli tamu, kero ya maji za mkera mwenyekiti wa CCM. Trump Iran ni mwendo wa kutishiana, dunia ya lalama. Habari hii unaipata ukurasa wa 21 wa gazeti Mwananchi. Stanbic yatajwa benki bora. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tundu Lissu bado ahofia afya yake mahabusu. Habari hii utaisoma kwa kina katika ukurasa wa 7 wa gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na sasa nimekamata gazeti Uelekeo. Kichwa kikuu cha habari kinasema Tanzania yapata mafanikio makubwa usambazaji maji. 85% vijijini sasa wanafanikiwa na maji safi na salama. Jumaa Aweso awahakikishia Watanzania huduma zaidi. Zungu asema tatizo la maji wakati mwingine ni usimamizi. Habari hii utaipata katika gazeti hili la Uelekeo. Adem yatoa mafunzo kuimarisha uongozi shuleni. Balozi Kaganda azungumza na TPA Zimbabwe. Iringa ni kitovu cha utalii na misitu. Red Cross ya Tanzania kushirikiana na SAUS. Hizi ndizo habari zinazopatikana katika gazeti Uelekeo. Leo yetu ndio kesho yetu, na ndivyo ninavyotamatisha nalo. Na sasa nimeshika gazeti Majira, mpenzi mtazamaji, na hapa ninakutana na kichwa kikuu cha habari kinachosema mabilioni ya Rais Dr. Samia kwa vijana nchini hadharani. Ni pamoja na makundi maalum, ni kiasi cha shilingi bilioni 200, dirisha kufunguliwa. Vigezo vya ukopaji navyo vyawekwa wazi. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Nchimbi haimiza utunzaji vyanzo vya maji. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Dr. Samia endeleza mapinduzi katika biashara. Serikali yaanika faida za uwekezaji kwenye usafiri. Waziri azindua madarasa kupunguza msongamano. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Maeneo ya uwekezaji sekta ya nishati yatajwa India. Vita Israel na Iran yazidi kuwa kali. Habari hii unaipata ukurasa wa 19 wa gazeti Majira. Ndivyo ninavyoliacha gazeti Majira, na sasa ninalielekea gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kichwa cha kwanza kinasema ukatili waongezeka, wa kimwili, kingono, kihisia washika kasi. Mikoa vinara yatajwa. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nchimbi ataka uwekezaji kimkakati miradi ya maji. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi, bandari Manga Pwani itakuza uchumi. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gesi ya buku na jina la Samia jikoni. Habari hii utaisoma kwa kina zaidi katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili.
askari mgambo wa 3 mbaroni, kifo cha fundi simu Mwanza. Habari hii utaisoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Malasusa asema Wakristo tuwe wapatanishi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa Habari Leo, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na sasa tuzielekee habari za michezo, mpenzi mtazamaji. Na hapa nimekamata gazeti Mwanasport. Kutikavu, vikao vya anza, wachezaji wapewa mapumziko. Dili la Nation Simba liko hivi. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Hali ya hewa kuhusu Diara. Habari hii utaipata ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Hapo kabla Karabao iliandika rekodi, bibi aliamua kutoka kivyake. Hivi ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanasport. Na sasa nimeshika gazeti Habari Leo upande wa michezo. Kichwa kikuu cha habari kinasema Chipo asifu nidhamu, Pedro alia na majeruhi. Serikali kujenga kituo cha michezo Changamani Mwanza. Samia kushiriki Kili Marathon 2027. Lakez yashinda tena, LeBron aandika historia. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 22 wa gazeti Habari Leo katika ukurasa wa michezo, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na sasa ninalielekea gazeti Uelekeo upande wa sport. Simba yairarua TRA United 3-0, ya chumpa hadi nafasi ya pili NBC. Diara matatani rungu TFF. Pyramids yavuliwa ubingwa Afrika. Rayon Sports Club yafungiwa kusajili. Hivi ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Uelekeo, na huu ndio ulikuwa muktasari wa magazeti ya leo. Kwa uchambuzi zaidi wa habari kamili, endelea kuifuatilia Force News Tanzania kila siku. Usisahau kulike, kushare, kujiunga na channel yetu ili usipitwe na taarifa muhimu. Na kipindi hiki kimeletwa kwako na sabuni ya Wakawaka. Hii ni chaguo sahihi kwa ngozi yako yenye mvuto wa asili. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Mimi ni Ngonise Kahise. Asante kwa kuungana nasi. Tukutane tena kwenye toleo lijalo.